Soma na kwa mtu anayejua mpira Tanzania huwezi kumshangaa Karia kaongea nini kwa mtu mwenye mawazo. Ila kwa mtu akupenda trending, kwa mtu anayependa mitandao, utaita waandishi wa habari uanze kumkosoa nani? Karia. Kwa mtu anayependa nini? Mitandao, unataka umkosoe nani? Karia. Ila kwa sisi tuliosoma, twenye diploma kichwani, tuliokaa chuo miaka 7 naumiza kichwa, naelewa kamaanisha nini. Mimi najua Rais Karia kamaanisha nini. Hii inawezekana kawasaidia nyinyi na familia zenu na Watanzania pamoja na wengine pia. Paka hao mashabiki wa Yanga wasiosoma. Unajua Tanzania mpira wetu tunaocheza sisi kwa sisi na umemezwa na Simba na Yanga. Simba na Yanga ndo anaumiza kichwa bodi ya ligi na TFF. Nyinyi hamjui waandishi? Au mlete mnafiki hapa? Simba na Yanga ndo anazikosesha raha bodi ya ligi. Simba na Yanga ndo wana nafasi za upendeleo bodi ya ligi na TFF kuliko timu nyingine. Kuna mtu asiyojua? Kwa hiyo kwa dhaifu moja la bodi ya ligi mbebe makaratasi mwende kasi. Hivyo na mmoja engineer na nani Rais Karia. Kwa kosa moja la bodi ya ligi muandike makaratasi mwende kasi. Wakati mna utumbo kibao mmeofanya bodi ya ligi na wabeba. Hivi unajua kwamba Simba na Yanga zimeua timu ya taifa nyinyi mnakijua hiyo kitu? Hamjui nyinyi, samfuatilie mambo. Rudini shule mkasome uandishi. Hapo kutana watu madiploma kama sisi tukwambieni. Zamani klabu hairuhusiwi kusajili wachezaji wa kigeni zaidi ya 6. Kwa faida ya timu ya taifa wachezaji wa ndani wacheze ili wacheze timu ya taifa. Mnakijua hiyo kitu? Bodi ya ligi mwapendelea Simba na Yanga kuruhusu kusajili wachezaji 12. Uongo kweli? Simba inacheza na wachezaji mpaka 7 wa kigeni. Uongo kweli? Yanga inacheza wachezaji mpaka 7 wa kigeni. Uongo kweli? Kwa ajili ya Simba na Yanga bodi ya ligi inafanya hivyo. Leo hii inuka ati naenda kasi. Mwaka Yanga atacheza dabi na aibu usoni. Nakwambia. Yanga watacheza dabi na aibu usoni. Niulize aibu ya nini? Kwa maana gani? Si umekataa kucheza dabi? Si umeenda kasi? Sasa wewe kupe protocol za kasi sasa. Unajua sio wataalamu. Protocol za kasi. Kasi wewe ukienda unatambua TFF na bodi ya ligi. Unakijua hiyo kitu? Alafu anatambua Yanga kama wanachama TFF. Unakijua hiyo kitu? Kwa ukipeleka kesi yako wanakuambia tunataka proposal ya bodi ya ligi yenu iko wapi? Yanga wanayo? Jibu, Yanga wanayo? Jibu basi siasa. Yanga wanayo? Majibu vipi nyinyi waandishi mnatumika nini? Mshakula futari. Nauliza swali, Yanga ripoti ya kafu ya bodi ya ligi wanayo? Bagwani wasaidie ili ujue hawana. Walipeleka basi mechi imegairishwa saa 8. Alikuwepo Lazimeni pale. Refari alikuwepo. Kamesa alikuwepo. Nani alikuwepo pale? Ripoti wameipata wapi? Unadai pointi 3 za nini? Pointi 3. Which is which? Nini? Yaani Yanga wanatumia akili gani? Unaenda kasi kuishtaki bodi ya ligi. Bodi ya ligi wanakuja na statement document. Kitaalamu huyo mdogo wangu. Wanakuambia sikiliza, sisi sio wajinga kuzuia mchezo. Mechi ilikuwepo na uvunjifu wa amani inavyoashiria rushwa. Kwa akili yako mechi ya Simba na Yanga inakosa rushwa? Jibu. Wanakosa ushahidi wale. Wewe sio hujaona wewe. Si unataka twende mguu kwa mguu. Bodi ya ligi wanakuja na statement yao. Tumeahirisha mechi kwa sababu mechi inaashiria ya rushwa na ina uvunjifu wa amani. Uvunjifu wa amani wa kwanza ni mabausa wa Yanga. Kisheria na kanuni za mpira hatambuliki. Nielewe vizuri. Kwa hiyo anatambulika kama waasi. M23 wamekuja kuteka basi la Simba. Uvunjifu wa kwanza wa amani. Ushahidi wa kwanza. Ushahidi wa pili, bodi ya rushwa. Kwa hiyo ikienda kutoa statement, Yanga hawezi kupita. Wanarudi kucheza ligi na aibu. Yanga wanacheza ligi msimu huu na aibu usoni. Waikwepe aibu wakubali tarehe ipangwe. Waache siasa, wanamwogopa Mpanzu. Wanamwogopa? Yanga waache siasa, wanamwogopa Mpanzu. Volcano, Vometic analyze. Unamjua yule? Hatari, Magma Locks Fraction Force. Volcano unamjua vizuri. Wanamwogopa. Sasa kwa wote leta timu. Wewe ndio kiongozi wa Yanga. Mpanzu ndio unavyomuona wote leta timu. Wewe ndio engineer. Uliza. Nataka nikuulize swali. Umesema sawa, sio la kishabiki. Umesema issue ya rushwa. Sawa, nataka nifahamu hiyo rushwa ilikuwa inatoka kwa nani na iende kwa nani? Na imfaidishe nani? Watakao nielewe. Sikukwambia kama kuna rushwa. Watakao nielewe mwandishi. Nimekwambiaje Yanga akishaenda kasi
Bodi ya ligi watapeleka statement yao sababu ya kuahirisha nini mechi. Wakiamua kusema kama mechi na viashiria vya ligi vya rushwa, kwa akili yako Simba na Yanga na kusaga rushwa? Wewe nimekuuliza swali, watakosa ushahidi? Watakosa ushahidi wa uvunjifu wa amani wakati watu wanalinda uwanja? Kwa hiyo kitaalamu tunasema is nothing. Yanga is nothing. Warudi shule. Lakini Mandala, wakati nyinyi mnenda Benjamin Mkapa mlitoa taarifa? Hiyo sio sababu. Bodi kule kesi na kusikilizwa, Yanga wanadai pointi 3. Sio kwa nini Simba hajaenda. Kesi ya Simba hajaenda ni kesi mpya hiyo. Hii tunaongelea kesi namba 2. 2 kesi. Hiyo kitaalamu muwe na elimu kidogo. Sio unachanganya kesi. Hiyo kesi namba 1 haipo sasa hivi, haipo kesi ya Simba. Kesi ya Simba kugairisha mchezo. Simba aligoma kucheza mchezo. Hilo gairisha mchezo ni bodi ya ligi. Kwa hiyo Yanga imeenda kumshtaki bodi ya ligi. Kwa bodi ya ligi inaenda kujitetea. Kwa akili yako bodi ya ligi na Yanga itamzidi bodi ya ligi mwenye mpira wake. Wewe una akili mzima. Labda kauli ya Haji Sande Manara. Labda Mandala. Sasa Manara yule kama mimi, Manara nani? Tafuta followers. Wewe Manara unamuongelea nini? Bango nyuma lina Simba na nini? Foundation hamna wadhamini. Wewe muongelee kwenye press ya nini sasa? Yule ni anatafuta followers. Mtu mwenye elimu hawezi kuweka press kumsema rais wa mpira kwa jirasi zake. Yule rais wa mpira ndio heshimiwe. Serikali yaingilie mpira. Wanaomuaji rais wa mpira wote pingu wote. Pingu. Heshimu mamlaka. Natakuwa mheshimu nini? Mamlaka, mtaenda jela. Yanga ikeni na vipasa vyenu. Ile mamlaka ile pingu wote mtakuwa muoji watu hapo. Kuna shabiki wa Simba unamuona siku hizi? Hangaikeni. Unaonekana fiti kabisa. Kupenda mpira huku. Yaani si mpira utatuua, hapa nina malaria 7. Lakini tunaja kuongelea mpira. Tunapongeza Yanga kwa kushinda game ya leo, si ndio? Wameshinda, lakini mpira leo tunaita body balance, body question leo. Una maana gani? Kitaalamu nyinyi ya wengi ya elimu hamna. Sikiliza. Body balance, body question maana yake mpira umeyuiana ni kote kote. Huko anacheza, huko anacheza, huko anacheza, huko anacheza. Wanaulizana maswali, ndio body balance, body question, si ndio? Kwa hiyo hawa Yanga wametumia udhaifu wa mabeki wa Simba. Mabeki ya Simba wameleta udhaifu, wakafunga goli na wakapata ushindi, ni muongozo mpaka amechukua pointi 3. Kwa hiyo wamegawana pointi, raundi ya kwanza amepata Simba, raundi ya pili amepata Yanga. Hapa na ushauri uongozi wa Simba wafanye tunasema explorer la kikosi kuangalia wachezaji ambao wanataka kufanywa review au tunasema recover, badilishwe msimu ujao Simba iwe fit vile vile Simba Queens, kwa sababu ndio timu bora katika timu za ndani kuliko timu zote. Simba Queens. Mandala, jana taarifa zimezagaa mitandaoni kwa Haji Sande Manara akimshtumu Rais Karia, rais wa TFF, akimwambia ni mlevu wa madaraka, baada ya kauli yake Karia kusema kama wamechoka wakacheze sinema. Ni kauli ambayo umeisikia ya Sande Haji Manara? Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.